kesho tutaendelea na ziara. Kama mnavyokumbuka ni siku muhimu kwa Watanzania wote, ikiwa ni kumbukizi ya miaka 5 aliyekuwa rais wa Tanzania Daktari John Pombe Magufuli. Na Daktari John Pombe Magufuli anapewa heshima zote za viongozi wakuu wa nchi yetu. Maandalizi ya misa hiyo yakiwa yanaandaliwa na serikali kwa kushirikiana na familia. Kwa ni siku muhimu, ni kiongozi aliyegusa maisha ya kila Mtanzania, na sisi tumeondoa siku hiyo kwenye ratiba yetu ya ziara. Amegusa maisha ya kila Mtanzania kama kiongozi, lakini pia amegusa maisha ya Mtanzania mmoja mmoja. Ameandika historia ya nchi yetu. Miradi mikubwa hii ya kielelezo ilikuwa ni moja ya maamuzi yake na ujasiri wake, wakati huo akiwa anasaidiwa kwa ukaribu na rais wetu wa sasa Daktari Samia Suluhu Hassan. Kwa hiyo kwa heshima hiyo, kesho hatutakuwa na mikutano, hatutakuwa na ziara, na ziara yetu itaendelea baada ya hapo. Na immediately baada ya kesho tutakuwa pia na upitishwaji wa bajeti za ofisi ya waziri mkuu kwenye ngazi ya kamati. Kwa maana kwa mujibu wa katiba yetu na kanuni zetu, bajeti zote kabla hazijaenda bungeni ni lazima zipitiwe kwa kina na kamati za bunge, na kamati za bunge zikiridhia zipitishe bajeti hizo. Sasa sehemu ya ofisi ya waziri mkuu inahusisha tawala za mikoa na serikali za mitaa, ambazo viongozi wake wakuu ndio hao wakuu wa mikoa, makatibu tawala na timu zao zote, ngazi ya mikoa na ngazi ya wilaya, wakiwemo wakurugenzi. Kwa maana hiyo, waratibu wetu wakuu na wenyeji wetu wakuu kwenye ziara zetu watakuwa wanatakiwa kujitokeza mbele ya kamati ya bunge bila kutuma uwakilishi. Yani wao wenyewe viongozi wale wakuu watatakiwa kujitokeza kwenye kamati za bunge kwa ajili ya uwasilishaji na hiyo scrutiny ya bajeti za mikoa. Kwa hiyo tutasimamisha ziara kidogo kutoa fursa hiyo ya kikatiba na ya kikanuni kwa ajili ya wenyeji wetu, waratibu wetu kwenye mikoa na wilaya kushiriki zoezi hilo la upitishwaji wa bajeti ngazi ya kamati. Lakini pia sababu ya tatu ni kipindi hichi pia kuna maoteo ya sikukuu, nadhani kwenye tarehe 19 ama 20 somewhere hapo plus or minus, ambayo na yenyewe tungetamani watu wahitimishe vizuri ibada. Kwa na yenyewe tutatoa fursa ya wana msafara wa ziara, lakini pia na wenyeji wetu kushiriki kwenye zoezi hilo. Na baada ya hapo tutatoa ratiba ya mikoa itakayofuata ili maandalizi yaweze kufanyika, lakini pia kutoa fursa kwa wananchi wa mikoa hiyo wasifate ziara eneo la mbali, wajue kwamba tutapita eneo fulani. Wale ambao ni wa mikoa hiyo watusubiri kwenye hiyo mikoa. Wale ambao wanatamani waende mkoa wa jirani waipate jiografia hilo ili kuweza kwenda kwenye mikoa hiyo ya jirani.